Bwana msikilizaji, hata kama unaambiwa kusoma hujui, lakini hata picha uoni. Ni kweli msikilizaji, nyie picha hamuioni ambayo mimi naiona kwa huyu kijana kuitwa Hubert na huyu binti kuitwa Melissa. Kabisa kabisa kwamba nyinyi picha hamuioni. Ninamaanisha ya kwamba Melissa akamuelewa Mwamba. Alafu Mwamba sio kama hajamuelewa Melissa, ni kama akamuelewa, ila sasa analeta ule ugumu wa kitaa. Nyinyi hiyo picha muoni, sawa jamani, kusikiliza mjui, hata picha muoni. Jamani, mpaka mimi sasa Ankoje ndo nije niwaambie kwamba Hubert na Melissa wanapendana kweli? Babake na Melissa kamwambia binti yake, binti yangu sikuonagi uko na furaha hivi. Huyu anikupa furaha, hebu niambie, unampenda? Unampenda? Melissa na Jumauma, baba kimekwenda na mimi nakuuliza msikilizaji, unanipenda mimi Ankoje? Unanipenda? Usijifiche fiche. Mbona mimi naona unanipenda msikilizaji? Kwani unaficha ficha? Funguka, fungua moyo. Mbona mimi naona mnanipenda? Unipenda usinipende, nakupenda sasa. Utajijua mwenyewe msikilizaji. Bwana, karibu sana kwenye hii simulizi tamu ya kuitwa Binti Melissa, ya hawa wapenzi wawili wasiotamkiana kama wanapendana, Hubert na Melissa. Sasa tuliishia pale ambapo Melissa karudishwa nyumbani kwao na babake. Yaani Melissa kuna sehemu amejishikiza kwa rafiki yake Amanda. Baba mtu kamrudisha Melissa nyumbani, binti yake salama salumini. Mzee akaondoka, lakini Melissa kabla hajaingia ndani, ghafla akashangaa anaitwa. Sasa nani anayemuita Melissa? Nani tena kwa kanita? Mbona mimi nimeitwa? Nani huko kwenye comment kanita, hebu? Nani? Wewe hapo nimekuona. I love you too. Bwana, karibu ndugu yangu. Mzigo mtamu umetayarishwa na kuandaliwa na Agatha, Queen of Stories. Mimi langu jina naitwa Ankoje Simulizi. Karibu. Nye, gari ya baba iliondoka. Wakati baba anaondoka, mimi nikawa naingia ndani. Ile naingia ndani, nikasikia naitwa. Oya bi mkubwa. Oya bi mkubwa. Hamwezi kuamini msikilizaji, kwanza nilibaki na tabasamu. Nilikuwa sijageuka nyuma, lakini nilijua tu kabisa huyu ni silent killer wangu amefika. Niligeuka pale huku nikiwa na tabasamu. Ni kweli alikuwa ni yeye. Nilimpokea kwa kumbato, nikamwambia, sasa mbona hujanipigia hata simu Hubert, na usiku huu umekuja ghafla? Nilipomuuliza hilo swali, Hubert aliniambia kwamba eti bi mkubwa bana, mimi nilijua umezingatia sasa. Jana nilikuambia hivi, leo lazima mimi nikuone, au umesahau kama jana nilikwambia leo lazima nikuone? Na si unajua kwamba mimi simu sijazoea, kuna muda nasahau hata kama ninayo hiyo simu, na kuomba unisamehe sana. Nikamwambia okay sawa, karibu. Kwanza sasa nikupe masharti ya urafiki. Tunatakiwa kukumbukana kwa simu mara kwa mara, na tunatakiwa kuwasiliana mara kwa mara. Sijui unanielewa Hubert ninachokizungumza? Kumbe haina mbaya. Unajua, sikiliza, mimi naogopa, najua labda kazi za ofisini nini zinakuzidia na vitu kama hivyo. Upo sahihi Hubert, lakini kila mtu anao muda kwa ajili ya mtu wake wa karibu. Mimi hunisumbui kabisa hata kama nikiwa niko kazini. Au mimi nikikupigia ndo nakusumbua? No. Yaani wewe unisumbue mimi? Hapana Melissa. Nitakuwa nadanganya. The way jinsi ambavyo nakukubali rafiki yangu, acha kabisa. Yaani wewe ukitaka nipigie kila muda, nipigie kila sekunde, nipigie kila siku, kila wakati, na mimi nitapokea. Hata kama nataka, yaani hata kama nikiwa labda ndo naelekea kwenye kukata roho, nipigie. Mimi nakuahidi nitapokea simu yako. Ila Hubert muone kwanza. Okay sawa, karibu. Pingie ndani basi, ndani upate walau hata juisi. Nisikilize Melissa. Mimi nilikuja hapa kukuletea zawadi tu, alafu nahitaji kuweza kuondoka. What? Zawadi?
Nyie, kweli nyie, Hubert akanipatia mfuko. Huo mfuko alikuwa nao ameushika hivi mkononi. Nilitazama nikaona kulikuwa kuna pochi ndani ya huo mfuko. Nikamtazama, nikamwambia, wewe Hubert, wewe, hii pochi nzuri hizi. Kwa hiyo kweli umeipenda mpaka unasema nzuri? Nikamwambia nzuri, tena mno. Basi sawa, utaenda kuiangalizia ndani mama. Sikiliza, hizi pochi nakuomba utumie kwa amani, afu tumie kwa raha. Unajua mimi ni muhuni tu, unajua hivyo. Lakini Melissa, nakuomba uniamini. Mimi sijampora mtu wala sijamkaba mtu wala nini. Unamaanisha nini? Namaanisha kwamba mimi sio mwizi, kusema kwamba labda sijui vile. Hapana, mimi nimekununulia kwa hela yangu kabisa, nimenunua. Hubert, naam. Kitu pekee ambacho nakijua kuhusu wewe ni kijana mzuri sana. Huwezi kuiba, huvuti bangi, wala huna mambo ya ajabu. Na kuomba usirudie tena kuongeza kauli mbele yangu. I trust you. Na kuamini. Na imani na wewe. Asante kwa kuniamini Melissa. Na nashukuru sana. Basi mimi naomba niondoke. Hubert, mbona una haraka sana? Hukai hata kidogo. Wewe mwenyewe unaona nilikuwa sehemu mishemishe, nikakutana na vitu vizuri, nikaona sio kweli, lazima nikuchukulie nikuletee. Nisamehe Melissa. Nimekuja sijapendeza, ni mchafu kweli kweli. Na still wewe umenikumbatia. Hubert, mimi sipendi muonekano wako, napenda moyo wako. Sahau kuhusu mambo mengine yote, mavazi sijui nini. No. Najua tutakuwa sawa tu. Mimi navutiwa zaidi na moyo wako. Moyo wako ni msafi na ndio kitu ambacho mimi napenda. Naweza kuondoka sasa, si ndio? Ni sawa. Lakini kiukweli natamani Hubert ungebaki. Kesho tutaonana au utakuja ofisini? Umesema nikupigie kila muda, nitakupigia. Nyie, nilitabasamu na Hubert akawa anaondoka. Alifika getini, alipofika pale getini nikamuita. Nikamwambia Hubert. Hapo mimi nikajisogeza mpaka kwa Hubert. Nikamuuliza, hivi umeanza kuchora? Naomba muda kidogo ili nitoe kitu kizuri. Nakuaminia. Okay, bye. Bye. Nyie, hapo nilikuwa na tabasamu tu na kisha niliingia ndani. Nilipoingia sasa ndani ndo nikakutana na Amanda. Amanda alikuwa anasoma zake tu kitabu. Kwanza nilimsalimia kwa furaha na yeye Amanda akaniuliza. Akaniambia, "We, kulikoni? Mbona mwenzetu leo unafurahi hivyo?" Nikamwambia, "Nisikilize Amanda. Nimeletewa zawadi na Hubert. Na nina hamu ya kujua ni nini alichoniletea." "Hey, makubwa. Haya, Hubert amekuletea wewe zawadi. Haya, fungua tuone." Kweli mimi nikafungua. Nilitoa pale pochi 2 za mtumba. Jamani, sizisifii. Unajua kitu mtumba ukiotea Basi mimi sio mtu wa mitumba, naweza nikasema ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kutumia mtumba. Hizi pochi jamani ni brandi tena kubwa, alafu vidogo vidogo fulani hivi na havijachakaa. Kwanza nilitabasamu. Hapo Amanda akawa anasema, "Hey, my god. Pochi nzuri sana rafiki yangu. Naomba moja." Sio ile kunishobokea. Kwanza nikacheka, ndugu yangu mimi siwezi kukunyima, chagua moja yoyote ile. Cha kwangu ni chako. Lakini hizi alizoniletea kipenzi changu, rafiki yangu, hizi ndugu yangu kuzipata uwezi. Ila hizi huku hizi nilizo nazo, chagua unazotaka. Ila hizi 2 dada upo, hizi huziwezi. Hizi ni zawadi na kwanza sijui hata nisemaje, maskini ya Mungu. Sijui katumia ni shingapi, lakini kakinunulia. Ni nzuri sana. Alafu mimi leo nije nikugaie na wewe moja. Hilo swala halipo. Sijui unanielewa Amanda? Hapo Amanda akasema, lakini kweli. Hapo sina la kusema. Basi bwana huyo mkaka anajua kuchagua haswa. Kwani wewe hizi pochi jamani, mbona nzuri sana. Hazina hata kasoro. Hapo mimi nikawa namtazama tu Amanda. Nikamwambia acha bwana, sitaki mambo ya najua
hapo unataka kupalilia mwisho siku uje uchukue. Nikamwambia hapana, naomba viache kama vilivyo. Basi Amanda hapo akawa anacheka. Akasema haya basi toa na vingine tuone amekuletea zawadi gani. Kweli msikilizaji, nilitoa. Zilikuwa ni gauni hizo 2. Moja gauni ilikuwa ya kamba zile za migongoni, kuna kamba za migongoni. Hizi kama za kutokea vifukweni, alafu nyingine ilikuwa ni gauni fupi nzuri tu kwa kweli. Kusema ule kweli nilitabasamu nikasema wow. Nyie. Sasa hapo shogangu Amanda akasema kazi ipo. Mbona ubati nyoa moto? Nikamwambia tena sana tu. Alafu hili gauni refu linampasua. So unaona? Nitapendeza nikilivaa hili gauni. Hapo nasema hivyo Amanda akasema ni kama kuna kitu hivi bado. Jamani, nikachukua ule mfuko nikatoa. Nilipotoa kulikuwa kuna kisketi fulani hivi cha kuzungusha. Wazungu wanasema sijui warm up sketi, sijui warm up round thumb sketi. Kwanza nilipoitazama hivi nikatabasamu, nikamtumia ujumbe pale, nikaandika, nikamwambia Hubert, jamani, nashukuru sana. Zawadi ni nzuri na ni nyingi sana mpaka na kuonea huruma. Na hisi utakuwa umetumia hela nyingi. Ujumbe nilipotuma nyie haukujibiwa, lakini nilikuwa najua kabisa lazima tu atanitafuta. Nikachukua zile nguo, nikachukua na pochi, nikaika sehemu nzuri. Nguo nikaenda zangu bafuni kwa furaha ili niende kule nikafanye, nikazifue. Amanda kaniuliza, "Si uache? Tutafua weekend?" Hapo nilimtazama Amanda nikamwambia, "Kivipi sasa?" "Nataka nivae, sio niweke tu, nataka nizivae." Amanda alicheka kweli kweli akasema, "Kazi ipo. Haya, nimekuletea ice cream wakati unanipa umbea wa mama huku unalia." Nikacheka nikamwambia, "Unajua mambo niyapendayo Basi nashukuru sana mtoto mzuri." Nilitabasamu pale huku yeye Amanda anacheka tu akasema, "Nipate wapi muhunimie? Kumbe mapenzi ni kuhusu upendo, heshima, kujali na uaminifu. Mengine haya mbwembe tu mpaka raha jamani. Pochi kali hizi kusema ukweli." Hapo Amanda ananisifia mie, basi mimi hapo naona raha kweli kweli, yani natabasamu tu muda wote. Basi nilifua pale nikaoga kabisa na kisha nikaoga kabisa na kutoka. Sasa nikawa namsimulia Amanda kuhusu mama jinsi ilivyokuwa. Amanda unajua kwanza alinitazama akaniambia, "Melissa, unajua unaona mama kama vile ana shida ya kiakili. Unajua unatakiwa kuwa makini sana na huyu mama. Kwanza kwa nini anaumia wewe kutokuolewa na Norbert? Yeye anafaidika na nini kwenye hii ndoa? Au ndo alikuwa anataka ukiwa kwako na mumeo awe anasema kwamba anaenda kwa binti yangu mwezi mzima, wao kilala na wao wanalala? Maana sielewi nini ambacho mama kinampelekea aumie wewe kutokuolewa na Norbert. Alafu eti umepata wapi video sijui vitu kama hivyo, anakuuliza ni how comes?" Melissa, I say, sitaki kukuudhi ila hapana. Nashukuru tu Mungu kwa ajili ya huyo mama yangu nile naye, ila kwa huyu ile naye wewe mama yako, I say pole rafiki yangu. Pole tena pole. Sijui hata tufanye nini kumhusu huyo mama yako. Nikamwambia Amanda, "Nimeongea na baba. Naona tu nikae mbali naye tu. Sihitaji kuwa karibu na ile familia. Sababu nahisi nitagombana na mama kila kukicha. Na kadiri siku zinavyozidi kwenda, ninavyozidi kumuona, endo hasira yangu inazidi kunipanda maradufu. Kwa hiyo nimeshauriana na baba pale mimi nitoke, niishi tukivyangu vyangu. Maana sioni faida ya mama. Namuombea kama siku atatambua makosa yake na atubu. Na hapa mimi nawaza kuhusu babangu tu. Hivi babangu akija kulijua kuhusu hili, nyie Amanda, sijui hata itakuwaje. Mungu tu afanyiliwe kimya tu hivi. Maana baba akijua mimi na mama tumetembea na mwanaume mmoja, kiukweli babangu ataumia sana, ataumia mno." Melissa, sitaki hata kulizungumzia hili. Sitaki kabisa rafiki yangu. Msikilizaji, wakati tunaongea hayo mimi nilitilia zangu tu huruma na simu yangu iliita. Alikuwa ni silent killer wangu ndiye alikuwa ananipigia. Amanda akachungulia simu akasema, "Silent killer wako sasa huyo." Sijui kwa nini wanamuita silent killer. Wauni bana. Sasa hapo Amanda alikuwa analitamka ile neno silent killer sio kwa uzungu. Alikuwa anatamka kwa Kiswahili, yani silent killer. Basi mimi hapo nikawa nacheka tu, alafu nikapokea ile simu ya silent killer wangu. Na mimi ndo nilianza kuzungumza, nikamwambia yao. Hata naye pia akacheka. Nikamwambia unacheka? Akaniambia naona sasa unataka kunizidi. Nikamwambia no Hubert, unajua sasa sijui hata nikwambiaje, lakini kiukweli unajua kuchagua. Pochi ni nzuri mpaka ni nzuri tena. Na hizo gauni sasa jamani, lakini umenunua vingi mno mpaka nakuonea huruma. No. Wala hata usijali. Unajua huku kwetu hayo mambo ni madogo, kama vile umependa basi mimi mbona fresh tu.
na utakuwa tajiri wa mapochi. Mimi na mshikaji wangu anafungua mzigo mpya kila wiki, alafu pochi zipo za kutosha, alafu anauza 6,000 tu. Mjukuu mpaka nikacheka. Sasa wakati nacheka, wakati ananiambia pochi zinauzwa 6,000, mara nikasikia anasema, oya wewe Tatu, nitakuzingua ujue. Afu nishakwambia mwanangu, toa bwana, toa hapo kwenye nguo zangu. Mbona unaleta pigo sio mtu? Fanya bwana utoe. Bi mkubwa tulia mwanangu, kuna mtu hapa analeta milonjo sio bwana. Hubert ndo alikuwa anaongea kwenye simu, akanikatia simu. Mimi nikamtumia ujumbe. Inaonekana kuna mtu alikuwa anagombana naye, sijui ndo Tatu huko Uswahilini kwao. Mimi nikamtumia message, nikamwambia mbona unagombana nani tena Hubert, na usifanye hivyo. Hubert hakujibu ile message, na kwa wakati, yani hakujibu kwa wakati, ila baadaye ndo Hubert akaja akanijibu ile message. Akasema bwana, sikiliza, huku Uswahilini bila nguvu watakunyang'anya muno. Tatu anareta mambo sio. Si mnajua typing yake anavyoandikaga, ana tatizo la R. Mimi mpaka nikamuuliza, okay, nini kimetokea? Nikataka kujua huo ugomvi huko Uswahilini kwao nini kimetokea. Sasa Hubert akanijibu. Sasa bila alivyonijibu, nilijikuta sina mbavu. Hubert alikuwa ameniambia Tatu ameanika shupish yake kwenye nguo zangu. Namwambia toa shupish yako, hanielewi. Si uchawi ubi mkuu. Eni hapo alikuwa Hubert anamaanisha kwamba ameandika, yani kwamba mimi sasa labda ndo ni sahihishe message yake. Jamani, nilishindwa hata kuvumilia. Nilikuwa tunacheka. Nikamuita. Nikasema, Amanda kumekucha. Amanda, hebu soma kwanza. Soma hii message labda uelewe. Soma. Kwa Amanda akaanza kusoma ile message. Amanda akasoma ile message, akawa ananitazama. Akaniuliza, Melissa, shupishake ndo amemaanisha nini? Nikamtazama Amanda, nikamwambia mwezi wa bana amesha shupi zako. Chupi zake. Sasa baada kusema chupi anasema shupi. Mungu wangu. Amanda alianza kucheka. Amanda alicheka kweli kweli, huku ananena kwa lugha eti. Jamani, nilicheka jamani. Mungu wangu, nini hiki? Hivi nikianza kumfundisha Hubert namna ya kuandika vizuri, hivi atanielewa kweli? Au ataona kama nimemdharau? Sasa haya ndo mambo ambayo Amanda anafanya, anayapenda. Yaani Amanda anacheka mpaka anafuta na machozi. Ninatamani kumjibu Hubert zile message, lakini sikuweza. Nilikana ule ujumbe na usoma, ukaingia ujumbe mwingine. Akaniambia, Melissa, unarara au una mabando? Mungu wangu. Nikaona hapa nikimuonesha Amanda atacheka mpaka acheke tena. Koni ile moto kukausha. Nikacheka mimi mwenyewe kimya, alafu nikampigia. Maana nikaona huyu kuchat naye hapana. Nikampigia. Kweli Hubert alipokea. Sasa ile amepokea, natamani kucheka kila nikikumbuka shupishako. Yaani natamani nicheke, lakini sasa nikicheka ataniuliza unacheka nini? Kulibini fanya nijikaze, lakini nitafanyaje sasa? Libini nitulie. Amanda lina zake kuoga. Nikawa naendelea kuongea na Hubert. Alinisimulia vitu vya huko Uswahilini kwao huko. Mimi basi ndo nikawa nacheka kweli kweli. Hubert kwenye kuongea anaongea vizuri, lakini kwenye kutype message ndo changamoto. Nilikuwa nacheka na hata nikasikia Amanda anasema, we Melissa, umeasha shupishako huku bila kufua. Nani akufuria shupishako? Yaani Amanda ananitania kwamba nimeacha chupi changu sijakifua. Sasa ana pronounce, yani anazungumza kwa ile lugha ambayo Hubert ndo ana type message zake. Jamani, basi hapo nikawa nakufa kucheka. Basi ikabidi nimwage Hubert. Nikabaki namwambia hivi, Amanda, wewe ni mzima kweli? Okay, nipatie basi chupi changu nifue. Basi hapo ndo tunacheka, tunatamiana kweli kweli mimi na Amanda. Amanda alitoka akaniuliza, rafiki yangu, kwani Hubert ana kazi nyingine? Mimi naona tu bora ame huko Swahilini. Nikamtazama Amanda, nikamwambia bana, sikiliza, kwa sasa mimi Hubert ni rafiki yangu tu. Wacha kwanza nivumilie kwanza, na kisha tutaona inakuaje Amanda. Nisijifanye kama nina haraka sana. Alafu unajua ameniambia kwamba
Hubert anajua sana kuchora. Anachora, ni mtu wa kudesign haya majengo ya kisasa kwa ubunifu wake, yani binafsi, kwa akili yake tu binafsi. Melissa kweli. Sasa ndo kazi hiyo. Hiyo ndo kazi ya baba pia anajihusisha nayo mambo. Nikamwambia nisikilize. Mimi kwanza hata sikuwaza hizo issue. Mimi nilikuwa namfikiria baba yako mpaka leo nilipoongea na baba ndio akasema kwamba ndio kazi hizo. Wewe Melissa, umeshaongea na babako? Sijui hata nikwambiaje. Yule mama yule, sijui nimuite mamangu, sijui nimuite mamako, kaenda kufikisha habari kwa baba. Kamwambia habari ya kwamba eti mimi nipo kwenye mahusiano na mwizi, sijui kibaka, sijui muuni. Kwa hiyo baba imemfikia. Jamaa yule mama na mambo. Wewe michoro umeona. Sio mtu anachora vinyumba vya pembe tatu. Melissa unakaa hapo unasema kwamba anajua kuchora, ndugu yangu. Nikamwambia Amanda, hilo nalo pia neno. Ila Hubert kaniambia nimpe muda, atanionyesha kipaji chake. Kwa hapo mimi na Amanda tuliendelea na story. Basi nikawa naendelea na mambo yangu mengine na Amanda akawa anaendelea na kitabu chake. Kuna muda alikuwa ananielezea, nasikiliza, tunajikuta tu tunatulia tu hivi. Simu ya Amanda ikaita, nilimtazama. Amanda akasema subiri, ulisikia ile chizi linasemaje? Mimi nikamuuliza nani? Amanda akacheka, akaniambia si huyu wa vidole. Basi mimi hapo nikacheka kweli kweli, nikamwambia apokea sasa, itakata hiyo simu. Kweli Amanda alipokea na kuweka sauti, lakini akaeka loudspeaker. Amanda akamwambia yule mwanaume wake, wewe unasemaje? Wewe si nilikwambia usinipigie, usinitafute? Sasa maskini Mungu huyo kaka huyo wa watu akanasema, kwani Amanda unaringa kwa kitu gani? Mtu tayari wewe nishakukula, alafu unaletea pose kwa kipi sasa? Ona ili chizi. Sasa umemega au tumemegeana? Maana wote tulikuwa tuko utupu tu. Wote tushashughulikiana. Haya. Mmego gani unaozungumzia wewe? Au mimi ndo nimekumega? Unasemaje wewe Amanda? Amanda unaongea maneno gani? Hilo ndo nishakumega bro, tulia. Kama ulivyonimega na mimi nimekumega vile vile. Tulia, mwingine afuate. Eti nimekumega. Kwa hiyo unataka nikae nilie kwa sababu umenimega? Kwani umebaki nacho? Tena wewe ndo kituko kabisa. Hebu nipishe huko, mjalaana wewe. Utakuwa wewe una hata akili wewe ovyo. Unajua niliachia, hata mimi mwenyewe niliachia msonyo huo. Yule kaka alikata simu afu nikamtazama Amanda. Nikamwambia Amanda, kwanza wewe ni mzima kweli? Amanda muda huo kanuna kabisa eti. Akaniambia sasa nifanye nini Melissa? Wanaume wa sasa hawana akili hawa. Yaani ukilala naye tu anakuona kama vile huna akili na wakati wote mnakuwa mko utupu kabisa. Sasa okay. Yeye ananipigia simu ndo ananiambia kwamba ameshanimega, ndo nini? Kwani yeye kanimega na mimi si nimemmega vile vile, tumemegeana? Kaambia Amanda, kwa kichwa chako hiki ndugu yangu hapana kwa kweli. Mungu Baba niepushe na hiki kichwa cha Amanda. Amanda hapo nilipomwambia hivyo alicheka kweli kweli, akasema nitapata tu mwenye akili sasa. Ni kwenda nao hivi hivi. Akinitangaza kanimega na mimi naambia nimemmega vile vile. Jamani, Amanda aliposema hivyo nilicheka. Yaani kila nikikumbuka nacheka vibaya mno. Na ulifika muda sasa wa kulala. Na tuilala kweli. Asubuhi mimi niliamshwa na Hubert na nilifanya maandalizi ya kwenda kazini kama kawaida. Nilipokuwa nipo kazini, Hubert alinipigia simu. Akaniambia Melissa, kama una muda leo tuonane tuzungumze. Nikamuuliza, hapo sasa nikawa na hofu, nikamwambia, "Wewe Hubert, kwani kwema?" Akaniambia kwa upole tu, akaniambia usiwe na mashaka, ni kwema kabisa. Nikamwambia siwezi kukosa. Basi muda nikikaribia kutoka nitakuwa nakwambia. Okay sawa, kuna shida Melissa, tutaonana basi. Mimi hapo nilitabasamu nikakata ile simu. Kwa hiyo nikaendelea na kazi zangu kazini kama kawaida. Ulifika muda wa saa 10 za jioni. Simu yangu iliita na alijitambulisha kama mwanasheria. Nilimuuliza mahali tunakutana na basi akaniambia, mimi na mwanasheria hatukuwa na mengi sana na issue ilikuwa ni kukabidhiana tu baadhi ya mambo na kutia tu saini yangu. Nakumbuka aliniuliza kama nahitaji msaada kufika hiyo sehemu na mimi nilimwambia siku nikienda atakuwa ananielekeza, hakuna tatizo. Mwanasheria alikubaliana na mimi na aliniaga. Kabla sijaondoka hapa nilimpigia Hubert na kumwambia kuhusu kumfuata. Hubert aliniambia kwa upole mno kwamba utanikuta maskani hapa, kuna shida. Basi mimi nilitabasamu na kisha nikamwambia basi muda sio mrefu nitakuwa hapo.
Kiukweli kwa furaha ya kukabidhiwa nyumba na babangu, siku hii mimi nilikuwa na furaha sana, na hata muda pia ulikuwa umeenda sana, lakini sikujali. Mimi nilikuwa nina hakika ya kwamba naenda kwa mwanaume ambaye kiukweli ninampenda, na hata hajui hilo kama mimi nampenda. Basi safari ilianza, na hapo nilikuwa nazungumza kwa simu na babangu. Kusema ule kweli, nilimfika mpaka kijiweni kwao na mzungumzia Hubert. Niliposhuka tu, wahuni wa pale nilisikia wakisema, "Oho, bi mkubwa huyo. Leo silent killer wako yupo. Naona leo uko sawa leo bi mkubwa." Basi nilipopokelewa vile maskani pale kwa kina silent killer, nilijikuta na tabasamu, na kisha nikasema, "Jamani, habari zenu?" Wote wakaitikia pale, "Barida tu mama la mama, vipi?" Sasa wanaponisalimia vile, mimi nikajikuta nafanya nacheka. Alafu Hubert alikuwa anasimama ndo anakuja kwangu. Marafiki zake anasema, "Acha kabisa wewe mwanangu, wewe ndio unatuacha hivyo mwanangu. Hatupati hata dala mzee." Mimi nilicheka tu, nikatoa pesa kiasi, nikasema, "Sasa ndugu zanguni, leo mtagawana kidogo, au sio?" Nyie hawa wauni walifurahi. Wakasema, "Ndo maneno mtu, tutembelee Jumatatu, Jumanne mpaka siku zote na Jumatatu tena yani." Hubert alicheka akasema, "Sasa hapa watakukumbuka kwa dua zao." Mimi nilicheka nikasema, "We, wanasali." Sasa mimi nauliza hivyo kama wanasali hawa wauni. Hubert alicheka akasema, "Oya, wauni kwa dua balaa, ogopa sana. Na sala zetu sisi, oho, acha tu." Sasa wakati Hubert ananiambia, mimi nilitabasamu nikasema, "Basi ingia basi tuondoke." Akawa anapita sasa upande wa kukaa. Nikampa funguo, nikamwambia, "Utaendesha wewe gari, mimi nimechoka." Wahuni nyao walishangaa, na hata wakawa wanasema, "Au mwanetu akishua nini? Oya, au mwanetu usalama wa taifa nini, au sio? Oya, mwanetu unasukuma mpaka Ndinga. Mwanangu sio poa, mwanetu sio mwenzetu." Sasa wakati huo wanamwambia hivyo mwenzao Hubert, mimi nilikuwa nacheka, na Hubert alishindwa kukataa. Ilibidi aendeshe gari, wenzake wanamshangaa tu. Tulifika mpaka mahali, na kabla hata kuzungumza nikasema, "Chips mishikaki ya kuku basi," kabla hata kuniambia. Hubert alicheka akasema, "Unapenda kula wewe dada. Yaani hata unisikilize." Mimi nilicheka tu nikamwambia, "Bwana wewe tule kwanza Hubert, ni muhimu, kula ni muhimu kuliko kitu chochote." Basi kweli aliendesha ile gari mpaka hiyo sehemu ya chips. Akanunua chips na kisha akarudi kwenye gari. Sasa alivyo na muonekano wake wa kuchoka na gari ile jinsi ilivyo, watu wenyewe wakawa wanashangaa. Hatukujali wala nini, tuliingia ndani ya gari, na baada ya hapo aliendesha gari mpaka mahali fulani. Tulisimama, na hapo sasa tuliposimama ndo Hubert akawa ananiambia kwamba tule basi kwanza. Kiukweli nilitabasamu, tukawa tunakula ndani ya gari. Nikasema, "Hizi chips sijui anatia nini jamani, mbona ni tamu hivi?" Akasema, "Ni tamu sio kidogo, ni tamu kweli kweli." Basi mimi nikawa nacheka. Basi tulikula pale, na kisha nilimwambia, "Hebu niambie sasa hicho ulichonitia." Hubert alinitazama akasema, "Melissa, kuna watu wanatufuatilia." Nikamwambia, "Unamaanisha nini Hubert?" "Sikia, pale unapoishi kuna watu wapo wanakufuatilia kila unapotoka, kila unapoingia, na kwa bahati mbaya naona jana umefanikiwa kuweza kujua ninapoishi." "Kivipi hapo Hubert? Mwaka wewe unanichanganya. Yaani kuna watu wanatufuatilia mimi na wewe?" Sijui Melissa nikwambia vipi uweze kunielewa. Sina hakika kama ni watu wazuri, lakini tu bahati nzuri jana nilikuwa na mshikaji. Sasa sijui wananitaka mimi au wanakutaka wewe. Nikaona sio mbaya nikwambie, ili pamoja tuwe makini na jambo hili, na tunatakiwa kujua ni nani huyo yupo nyuma ya hili jambo, na kwa nini mimi na wewe tunafuatiliwa. Huyu ni Norbert. Ulivyompiga siku ile alisema haijaisha. Itakuwaje sasa akikudhuru? Hubert, yule mkaka ni amechanganyikiwa. Unaonaje tuondoke wote? Niondoke kwangu kisa hawa wapumbavu? Nilikwambia Melissa, simulizi yangu haijalishi inaisha vipi, ila wewe kama unahusika basi ni nzuri sana na sijali lolote lile. Kwa nini unasahau kitu ambacho nilikuwa nimekiapa kwako? No Hubert, naogopa kukupoteza. Itakuwaje sasa? Ondoa shaka Melissa. Mimi ndo naogopa kukupoteza wewe. Sijai kukutana na mtu mzuri kwenye maisha yangu kama wewe, lazima nikulinde. Au nimwambie Norbert aache ujinga wake anaofanya? Una ushahidi wowote kama ni yeye? Acha, mwisho wa siku tutajua.
Mimi nipo makini sana nafuatilia. Pengine kuna watu wengi nyuma ya hili. Au na mimi pia ninao maadui na sijui, huwezi jua. You never know. Simwataki mtu moja kwa moja kabla tujajua ukweli uko wapi. Nye, Hubert aliposema hayo maneno, nilikumbuka kuhusu Mr. Amon. Nilimtazama Hubert nikamwambia, Hubert, nilikutana na Mr. Amon jana nilipokuwa na baba. Hapo nilipomwambia hivyo Hubert kwanza alinitazama, alafu akawa kama mini mind hivi, yani kama amechukia. Nikamwambia, Mr. Amon alijisemesha kuhusu wewe. Na mimi nikamwambia hutaki kumsikia wala kumuona. Baba akawa anashangaa tu, hivyo akaomba wakutane ofisini. Namchukia sana yule mzee. Alimuua mamangu. Amefanya niishi maisha magumu sana kwenye maisha yangu. Namchukia sana. Nakuelewa Hubert, achana naye. Na kama nikisikia lolote kwa baba nitakwambia. Kwa tutajuaje kuhusu hao watu? Hata sijui. Ila mimi nina hofu nao. Sioni kama ni watu wa kawaida. Na gari ni ile ile ambayo nimewahi kuiona kule kwenu. Hubert, naogopa sana. Leo ndo nimetoka kufuatilia nyumba mpya. Inabidi nihame pala. Ina maana kama wanatufuatilia watajua tu hata nyumbani, kwenye nyumba mpya ambayo nitakwenda kuanza kuishi. Au tukakae wote basi Hubert. Unataka tufe wote bi mkubwa, usio? Usijali, mimi nitakaa hapa, ila kuhusu wewe usalama ni uhakika, niamini. Hapana, siwezi Hubert kukaa peke yangu, naomba uniamini. Sitaweza, naogopa eti. Tulia Melissa. Kila kitu kitakuwa kiko sawa. Nye, sasa wakati tumekumbatiana, nilisikia mgurumo wa gari. Hubert alitazama nyuma na kisha akaniambia, umeona? Gari yenyewe ile pale. Wametufuata mpaka hapa. Ina maana wanajua mpaka maskani kwangu. Hubert, tuondoke. Tuondoke tafadhali. Melissa, usishuke kwenye gari. Funga milango ya gari. Ukiona vipi, ondoka. Mimi wale nawafuata. Hubert, umechanganyikiwa? Vipi kama wana bastola? Vipi kama ni majambazi? Au vipi kama ni watu wabaya? No, haiwezekani. Hubert, tuondoke bana ile eneo. Kwa kufanya hivyo, hatutajua wana lengo gani na sisi. Si unaniamini? Na kuomba unisikilize mimi. Hapana Hubert. Hakuna kwenda, no, siende. Nye, hapo Hubert alinitazama na kisha aliniachia akashuka kwenye gari. Nikawa namuita, Hubert, Hubert usiende. Nye, Hubert alishuka akaifuata ile gari ambayo inasemekana ndo gari ambayo inatufuatilia. Alifika mpaka kwenye ile gari. Naona kwa macho yangu, yani nashuhudia, inanafika tu akawa kama vile anaongea nao wale watu. Sikujua anaongea nao nini, lakini nilihisi tu labda anauliza kama kuna kitu anafuatilia. Jamani, wakati namtazama Hubert, si nikashangaa Nye Hubert anapigwa ngumi. Hapa sasa nikataka nishuke kwenye gari. Nikaita, Hubert, ili nikae vizuri sasa niamulie. Kitu cha ajabu na cha kipekee ambacho nilikishuhudia. Hubert alijiweka sawa mara baada ya kupigwa ile ngumi. Wakaanza kudundana ngumi na wale watu. Hubert anakwepa ngumi, anapiga mateke, anaruka vibaya mno. Yaani ukiangalia anavyopigana, badala ulie unajikuta unatabasamu. Na wakati mwingine unaona ngumi hii hapa inamuumiza, lakini unakuta Hubert anaikwepa ile ngumi. Jamani, Hubert akikushika anakupiga. Na akikupiga ukianguka chini hurudi tena. Sijui hata mnanielewa, sio kama namsifia, no. Ila jamani, Hubert anadunda. Sijui niseme mwana masumbwi au sijui nimfananishe na nani, sijui na filamu gani ya mapigano. Hubert nyinyi anapiga so mchezo mpaka nilitoa macho yangu kuziba mdomo wangu kwa kile ambacho nilikuwa nakishuhudia. Nilijikuta nachukua simu yangu na rekodi lile tukio lisinipite. Jamani, hii video nitampa Nkojea iposti kwenye mitandao yake. Wanaume 5 wakawa mdebwedo kwa Hubert mmoja. Ni ngumi teke kule, akikusigina unalia. Nye, mpaka nilishangaa. Sasa hapo ndo nikawa naelewa kwa nini wanamuita silent killer. Nye, Hubert sio poa. Ngumi anajua kuzichapa, mkono anaupiga vizuri. Yaani nilikuwa natizama mpaka sielewi. Yaani hisia nachanganyikiwa, hisia mchanganyiko.
Mwanaume kaloa jasho, anadunda vibaya mno mpaka raha. Mwanaume kapigana, mwanaume anazichapa vibaya mno. Zile ngumi za kwenye filamu ndo nilikuwa naziona hapa live bila chenga. Kweli ndo nikaamini usimdharau usiyemjua. Wale wanaume 5 walikuwa wako hoi. Walikimbilia kwenye gari yao, wakawasha pale gari, wakaondoka zao. Wako hoi. Mimi hapo sasa ndo natoka kwenye gari, namuita Hubert, are you okay? Hapo Hubert ananitazama bila anatokwa na jasho, ameloa nguo zote. Alinikumbatia akasema niko sawa, tuondoke sasa. Mimi hapo hata sielewi, naona sasa huyu ndo mwanaume. Jamani, ngumi anazichapa sio mchezo. Anapigana, uso umembadilika. Hacheki ovyo. So unakuwa na mwanaume kapita panya naye analuka panya. Huyo mwanaume akiona nyoka anakimbia, nyoka. Vipi? Mwanaume zichape. Mwanaume una sura ya kiume. Unaambiwa mwanaume, natamani nimsifia Uncle Jay ila mtaniuliza nimemjua yule kaka. Uncle Jay alishai kupambana na simba mbugani. Uncle Jay huyu masimulizi. Sasa unakataa ulikuwepo. Hiyo ndo sifa ya wanaume wazuri. Wanaume wanakuwa na nguvu, wanapambana. Uncle Jay alipambana yule simba. Amemaliza kumpiga simba akaja chui. Piga chui akaja tembo. Unaambiwa tembo alimsigina hivi kasi simizi tu. Hao ndo wanaume. Yaani mpaka nilivutiwa na huyu mkaka nye Hubert. Nilikumbuka ile siku ya kwanza kumtia Hubert machoni mwangu. Hubert alikuwa anajifanya kama fala hivi. Alafu nakumbukaga Norbert ndo alikuwa anajifanya ndo makuzi kweli yani. Alafu Hubert maskini Mungu alikuwa mpole. Kumbe jamani mkaka ndo anazichapa hivi. Basi akaendesha gari mpaka tukafika kwake. Alichoka sana Hubert. Nikamsaidia pale kutembea mpaka ndani. Akanitazama. Alinitazama na neno la kwanza kulitamka Hubert akaniambia, Melissa, nakuomba unisamehe. Nimepigana mbele yako, nakuomba unisamehe, lakini tupo sahihi. Wale sio watu wazuri kwetu Melissa. Kwanza nilishusha pumzi. Nilimkumbatia nikamwambia, Hubert, watatudhuru jamani. Hapo Hubert alinikumbatia akaniambia, subiri nikaoge nikurudishe nyumbani. Nikamwambia, na utarudi vipi? Leo hawataweza kurudi, ila wataongeza nguvu. Hii sasa Melissa ni vita. Nilishusha pumzi, nikamtazama, nikamuuliza, we, haya mapigano umejifunzia wapi? Mbona mimi sina lolote? Nilijifunza tu tangu mdogo kujilinda, na nilipoenda jela niliishi na mtu wa hivi. Akawa ananivutia sana. Nilijifunza kiasi hivyo ninaweza kujilinda kidogo. We Hubert wewe, unajua kuna raha yake kuwa na mwanaume ambaye anaweza kujilinda. So mwanaume tu akibwekewa na mbwa, mwanaume mbio humoni. Mwanaume akisikia tu kitu anakimbilia kujifunika kwenye shuka. Hubert, wewe ni gentleman. Kuna story moja hivi ya yule mkaka shujaa, yule mkaka wa masimulizi. Mkaka wa masimulizi nani? Yule Uncle Jay. Ndio. Ulisikia ile story yake? Ipi? Ile ambayo wakati yuko angani na ile parachute ikapata tirafa akaenda kutua mbugani. Nilisikia. Alivyotua mbugani, unaambiwa wanyama walikuwa wanamzunguka anapambana na wanyama wakali. Nilisikia. Ila sasa yule jamaa unajua yule ni wa masimulizi sana, simuamini sana. No, yule mkaka ni mkweli Hubert. Yaani wanaume kama wale wanaopambana, sijui ni wape sifa gani, lakini nimependa wala hakuna kibaya ambacho umekifanya kwangu. Napenda mwanaume mpambanaji. So mwanaume anakuwa muoga. Na okay. Kwa umempenda huyo Uncle Jay. No, nimetolea tu mfano. Nimevutiwa na ulichokifanya. Maana yake unajua kujilinda, na sifa ya mwanaume ni kujilinda. Ni kweli. Naomba unilinde na mimi Hubert. Ndicho ninachokifanya. Natimiza kiapo changu kwako. Na ndio maana wanakuita silent killer Sasa ndio umeelewa. Alafu hufanani hata. Unajua leo nipo kwenye mshtuko. Hapo alitabasamu tu na vile sasa amevua lile shati lake. Hello.
kifua chake nyie mkikiona. Kifua. Yaani kifua chake kizuri. Hiyo mikono yake sasa imejazia sio poa, amejaa fulani hivi. Ni mkaka mwanaume, ana mwili. Yaani mwanaume hata ukijificha hivi nyuma yake unasema nimejificha kwa mwanaume. So mwanaume akifanywa hivi anapepesuka kule, huyo mwanaume. Nyie kwanza nilivyokuwa namtazama alivovua hivi shati, nikamtazama mpaka mdomo wangu nikabaki na mshangaa. Alafu yeye anatabasamu. Akaniambia narudi sasa hivi. Hivi nyinyi mmesha kudate na mkaka mwenye likifua, 6 packs, ana limwili limejazia. Sema tu mbwa hawa wanakuwa gawana hela. Ndio hapo tu michosho. Basi alitoka pale jamani, ana limwili body. Mpaka mimi nikawa nashangaa. Nilibaki pale naongea peke yangu nikasema, jamani, mbona mkaka kama nampenda? Nyie, huyu mkaka ni handsome, mzuri jamani. Sijui kama mnanielewa. Anapopigana sasa shwa. Mwili wake sasa huyu jamani. Nyie, huyu ndo mwanaume nilikuwa namtaka nyie. Ana kila kitu kizuri kuhusu maisha yangu. Mungu, wasimchukue, huyu ni wangu peke yangu. Mashallah. Yaani hapo msikilizaji, ukiniona ninavyozungumza kwa vitendo, yaani mpaka vitendo naweka. Nyie, hakika hili jambo hili lilinishangaza. Sikuweza hata kukaa. Niwaambie tu ule ukweli. Hubert alirudi pale akanikuta ninamuigizia, yani ile mapigano ile ha. Basi Hubert mimi sikumuona kama amerudi. Basi hapo Hubert ananitazama anacheka vibaya mno. Akaniuliza, unafanya nini hapo Melissa? Mungu wangu. Nilishtuka. Nikamwambia, umenishangaza sana unajua Ni hatari. Ila kila ninapokumbuka nacheka. Basi mkaka watu akavaa tu shati, maana alikuwa ametoka bafuni tayari, alikuwa amebadilisha nguo za chini na alikuwa amevaa moja kati ya nguo ambazo tulikuwa tumenunua na alipendeza. Tukasema ule kweli, tukachukuana pale na safari ni nyumbani. Alinifikisha mpaka ndani kabisa ya gate. Alafu niliposhuka akaniambia, leo Sky, ukihisi chochote na kuomba unipigie simu. Mimi nilimtazama. Nikamwambia naogopa jamani. Basi baki Hubert. No, sijali, nataka ujue hii shida. Ukisikia lolote na kuomba uniambie. Jamani, nilimkumbatia Hubert na yeye alinikumbatia pia na kisha alitoka. Nyie nilikuwa naogopa, nikaingia ndani nikakutana na Amanda. Amanda aliponiona atakaniuliza, vipi tena mbona hivyo? Nikamwambia acha tu ndugu yangu. Kuna nini wewe huko? Hapo nikajaribu kumsimulia kile kitu ambacho kimetokea. Nyie, Amanda naye aliogopa. Nikachukua simu nikamuonesha video. Amanda akanitazama akasema, usimdharau mtu. Huyu ni Hubert. Ndo anacharaza ngumi hivi. Mbona kama Arnold Schwarzenegger? Nikamwambia Arnold Schwarzenegger ndugu yangu inatamkwa Arnold Schwarzenegger, sio Arnold Schwarzenegger. Basi wakati namwambia hivyo akasema ndio hivyo bwana wewe, mbona anapigana kama Arnold Schwarzenegger? Nikamwambia anapigana zaidi ya Tai Chi Kung Fu. Amanda, naomba unisamehe, nataka kukuingiza hatarini. Na hata hivyo Jumamosi mimi mwenzako naondoka hapa. Asante kwa kunitunza Amanda, asante kwa kunikaribisha kwako. Sasa Amanda kanitazama akaanza kucheka, akaniambia umevurugwa Melissa, umevurugwa. Yaani matatizo mimi mwenyewe nishaingia matatizoni muda tu. Kwa hiyo unataka uniache hapa haraka. Haya, sijui unaenda wapi. Ila hapa sibaki. Yaani ulipo mpaka kutulie. Mambo yenyewe haya yaona sasa. Maugomvi, vita na vita, ndugu yangu nataka uniache mwenyewe. Nikamwambia Amanda, hebu acha utani ujue. Mimi sipo kwenye masiara. Ila Melissa mwenzako kwa mitumbo joto. Kwanza umefunga milango vizuri lakini. Nikamwambia sikuna mlinzi lakini mbona kuna wasiwasi hivyo? Amanda kanitazama akaniambia kwa mlinzi gani? Yule hata mimi nikila vizuri sinampige yule tena danadana nyingi tu mlinzi, tuna mlinzi hapa. Basi mimi wakati tulikuwa tupoje huzuni lakini mpaka nikajikuta nacheka. Jamani sikuwa na raha kabisa na kila muda nilikuwa nampigia Hubert kama kafika na aliniambia yuko salama. Amanda naye alipata uoga, akajaribu pale kuelezea pia gari ambalo alikuwa halielewi mazingira yale akanielezea. Basi kiukweli mara baada ya kujijua tunafuatiliwa tulishiwa power. Asubuhi mimi niliamka nikajiandaa kwa ajili ya kwenda kazini.
na nilivaa vizuri tu na kubeba pochi yangu pale shilingi 3,000, lakini ni nzuri sana. Na hata nilipofika kazini msaidizi wangu alinisifu akaniambia, nimependa pochi yako madam, umenunua wapi? Mimi nikatabasamu nikamwambia, bwana mimi nililetewa zawadi, ni nzuri sana madam, nzuri sana, una muonekano nayo mzuri. Basi mimi hapo bichwa hilo mara baada ya kusifiwa, na hata nilipiga picha ili nikionana na Hubert silent killer wangu nimuoneshe, lakini kila nikikaa nakumbuka kazi yake, yani najikuta na tabasamu tu. Nilikuwa naona kabisa mimi naelekea kuwa chizi kwa huyu mkaka. Muda mwingi tulipigana sana simu na kila kitu kilikuwa sawa kabisa. Tulikuwa tunawasiliana muda ambao nakula hivyo, nipo na simu kwenye gari, niko na simu, kwa tukawa tunawasiliana mara kwa mara. Unajua ile tunawasiliana mara kwa mara, sijui hata nikwambiaje ili uweze kunielewa, lakini mara kwa mara tulikuwa tunawasiliana. Na wiki hii hali ilikuwa ni shwari sana, na kila siku tulikuwa tunazidi kuwa karibu sana mimi na Hubert, na tulizidi kuwa karibu na Hubert, karibu na tena. Yaani tulizoeana zaidi na zaidi, lakini hakuna mtu ambaye amemwambia mwenzie kuhusu mapenzi. Ulikuwa ni ushikaji na urafiki, lakini hakuna hata mtu mmoja aliyemtongoza mwenzie. Ikafika Jumamosi, niliamka nikapanga vitu vyangu vizuri na nilikuwa naenda kwangu. Rafiki yangu naye yeye pia alisema kwamba sitabaki hapa, lazima tuondoke wote, nitarudi tena. Nikamtazama Amanda nikamwambia, sasa wakitudhuru wote itakuwaje? Hapo Amanda alinitazama akasema, asibora tu tutapiga hata kelele. Sasa mimi peke yangu mimi naogopa sana, maana hata sielewi. Nikamwambia, asante rafiki yangu kwa kuwa na mimi wakati wote, nakupenda sana Amanda. Wewe ni rafiki yangu, umenibeba sana, umenifanyia mengi sana, siwezi kukuacha peke yako. Basi Amanda aliponiambia hivyo nilitabasamu tu, tulikumbatiana, akanitazama na kisha akasema, hiyo gauni imekupendeza ujue. Aliponiambia hivyo Amanda nilitabasamu, nikajitazama, ni ile gauni ya mgongo wazi ya Hubert Elonulia. Nilipendeza kusema ukweli. Basi baada ya hapo tuliondoka, tukapita sokoni, tukanunua vingi vya umuhimu na kisha tukarudi kwenye gari. Hapo nikampigia Hubert. Hubert akaniambia anakuja nimpe tu maelekezo. Nilifurahi sana. Basi kwa msaada wa mwanasheria nilifika. Hakika nyumba ilikuwa ni nzuri sana, na Amanda alishangaa akiuliza, we hapa unalipaje hapa rafiki yangu? Mbona ni pazuri sana, mbona ni pakubwa? Mimi nikatabasamu nikamwambia, umeanza mambo yako, haya mambo ya baba hayo, si tunaishi tu. Amanda alicheka akasema, we hapa majanga yaishe, tupige picha na tabasamu halisi. Hao watu kwanza huku ulinzi kila mahali, mbona watakufa? Basi Amanda ananiambia hivyo, tunacheka tu na tukaingia ndani ya hilo mjengo. Hakika jumba lilikuwa ni zuri, lakini sikupata muda wa kufurahia kabisa kusema ukweli. Tulianza pale kupanga vitu na Hubert tuliwasiliana naye mpaka alifika maeneo haya. Nilitoka sasa kwa ajili ya kwenda kumfuata. Aliponiona Hubert alitabasamu, akaniambia, umependeza sana, umependeza mno. Basi Hubert aliponisifia nilitabasamu, nikamshukuru, nikamwambia nashukuru kwa gauni nzuri. Nikamwambia karibu ndani. Tukawa tunaingia sasa ndani. Hubert anashangaa mpaka anasema, we Melissa, hii nyumba inafanana na wewe ujue. Nikamwambia ni pazuri sana, na leo nimekuja na ile picha ile, ninataka nikuoneshe baadaye. Nilitabasamu nikamwambia, unapika leo si ndio? Limeisha hilo mama, tunapika. Ile anaingia tu ndani anakutana na Amanda. Amanda kwanza aliinamisha kichwa chini. Mimi nikacheka. Nikasema, mnajuana Hubert, karibu. Akatabasamu. Basi wakati nyinyi mnaendelea na kazi zenu, mimi basi ngoja niingie jikoni nipike. Hubert aliposema mimi nilitabasamu. Akanong'ona, akaniambia, kwako ni pazuri sana. Nikamwambia karibu. Basi nilipokea pale begi yake ya mgongoni, yeye akaingia jikoni, mimi na Amanda tukaendelea na kazi, huku tukawa tunamtazama, tunacheka kweli kweli. Yeye Hubert yuko busy zake na mambo yake, lakini si mimi na Amanda tunacheka na yetu. Basi tukikutana hivi macho sijui hata nisemaje. Okay, tulimaliza pale na kufanya usafi, na tulishindwa hata kumteta kusema ule kweli, maana angetusikia. Kwa tukabaki tu tunajiongelesha, tunacheka, huku mimi nikiwa nasema, Hubert, vinanukia sana jamani, pua zinatupasua huku jamani. Basi Hubert yeye anacheka tu kule jikoni. Hubert mpaka kachumbari unaambiwa kakata, pilau limenyoka. Tulikula pale na tunakula kweli. Amanda akasema, jamani mimi ni mwanamke, ila hapa huyu kaka Hubert nyie umenishinda wallahi, sijui kupika, wewe kaka unajua. Hapo Amanda anamsifia Hubert. Hubert anafurahi tu kusema ule kweli. Hubert akawa anacheka huku akisema, bwana mwanaume huwa hasifiwi sana. Basi tukawa tunacheka kweli kweli. Nikamwambia Hubert, baba unapika, tuache masiala, unapika kweli kweli. Basi ikawa ni siku yenye furaha na chakula kilikuwa ni kitamu mno. Sasa wakati tunakula, ghafla mimi simu yangu iliita.
kutazama namba ngeni. Nikasema jamani, namba ngeni inanipigia. Amanda shoga yangu akaniambia pokea, labda simu ya umuhimu. Kweli msikilizaji, nilipokea ile simu. Nikasubiri azungumze kwa sababu si namba ni ngeni. Kwa nikasubiri afaje azungumze. Niliposikiliza kwa umakini, nikasikia ni sauti ya Ponela. Na tena Ponela alikuwa analia. Ananiambia Melissa, ni mimi Ponela, ni mimi naongea Ponela. Pale pale kwa haraka nikaweka loudspeaker pwi, ili tusikie sasa wote, yani Amanda asikie, Hubert asikie. Nikamsikia Ponela anasema, Melissa watakuua. Melissa mamako anapanga plani za kukuua. Kuna vitu nimekutumia Melissa, najua hunielewi, lakini nipo hatarini. Ukisikia lolote kuhusu mimi tafadhali na kuomba unisamee. Usiache nife ukiwa na hasira na mimi, wataniua. Mimi niko hatarini Melissa. Mama yako atakuua. Mamako atakuua Melissa, atakuua. Hapo nimeshika ile simu namsikiliza Ponela, lakini mikono yangu ilikuwa inatetemeka. Yani nimeshika hivi simu, mikono inatetemeka. Sasa ikabidi nimuulize kwa hofu, nikamwambia mamangu mimi ataniua. Kivipi? Kwa kosa gani? Hebu nakuomba unieleweshe Ponela, nakuomba unieleweshe. Sasa wakati namwambia Ponela nieleweshe, simu ile ngwa du. Simu imekata. Nikaita pale, Ponela, wewe Ponela, uko hewani? Halo Ponela. Kimya. Nilikuwa nimeishiwa nguvu. Hubert ilibidi achukue ile simu, akapiga tena ile namba ya Ponela. Mtumiaji wa simu unayempigia hapatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Simu haipatikani. Amanda, hebu angalia hicho alichokisema amekituma sijui. Hebu angalia kwanza tuone ametuma nini. Hapo Hubert ndo anamwambia Amanda, mimi hata nguvu za kumwambia Amanda sina. Kwa Amanda akachukua ile simu yangu, haraka akaingia kwenye WhatsApp. Kweli alipoingia kwenye WhatsApp, Ponela alikuwa ametuma vitu. Ule utamu wote wa chakula uliisha. Kwa masikio yetu na macho yetu tuliona na tulisikia kila alichokuwa amekituma Ponela. Mamangu mimi anapanga mipango ya kuniua. Huyu mama kwenye upendo wa baba na mtoto. Natamani kuwa na baba. Natamani nisingekuwa na mama. Kwenye ile video nilimsikia mamangu anasema, sina muda tena wa kuvumilia mimi. Sina tena muda wa kusubiri. Imekuwa muda mrefu sana na sasa siwezi tena kusubiri. Melissa lazima asiwepo ili mimi nikae kwenye nafasi yangu. Lazima Melissa wawe. Mama yangu huyo ndo anaongea hayo kwenye video. Ile video tumeiplay hapa ile tunaitazama. Tunaona pale na Norbert anamwambia mama, anamwambia lakini unajua hilo haliwezekani. Hatuwezi kufanya hivyo. Mama akawa anamkaribia Norbert. Tena wewe Norbert, wewe usizungumze kabisa. Unajua wazi kabisa kwamba wewe ndo umeharibu kila kitu. Jambo lilikuwa liwe rahisi sana. Kwa ule mpango wa kwanza ndio tulikuwa tumeshapanga. Haya sasa wewe Norbert ulifanya nini? Umeharibu kila kitu na sasa nakuachia hili. Na kuachia hili mikononi mwako, nakupa mwezi mmoja tu. Mwezi mmoja Melissa natakiwa kusikia kwamba habari mbaya kuhusu yeye. Melissa anatakiwa kufa bila kujali kitu chochote tena. Mbali na hayo, unatakiwa kujua Melissa ana video zangu mimi chafu, ana video zangu za utupu. Na sijui ni nani kamtumia.
We Norbert, unatakaje Melissa endelee kuishi? Kwa maana mimi niaibike? Norbert, upo tu kama vile upo tu. Mimi ndo natoa pesa Norbert, mimi ndo nahangaika, lakini we naona upo tu. Naona we kama unafurahia haya Haya, mimi connection zangu zikija kuvuja huko duniani, nitaiweka wapi mimi sura yangu? Norbert, bila shaka unajua mimi ni nani, si ndio? Maana unanijua mimi ni nani, si ndio? Maana nimekwambia nakupa mwezi mmoja Melissa nisimuone. Nataka kusikia habari mbaya kumhusu yeye, ikiwezekana kifo chake. Nye pale tukawa tuna play video zingine, zile video zingine zikawa hazisikiki, hazina sauti. Mimi sasa hapo muda mwingine jamani nasahau maneno mengine yote. Ninachokumbuka kwenye hii video ambapo namtazama mamangu akitoa maagizo kwamba Melissa lazima afe. Na mpaka Norbert akamuuliza pale mama, akamwambia sasa na yule mzee inakuaje sasa, yule babake Melissa? Hapo mama akasema, na ndio maana ingekuwa rahisi kama ungekuwa unalala na kuamka na Melissa. Haya, ukafanya nini sasa badala yake? Nisikilize, kuhusu yule mzee yule, hiyo ni kazi ndogo sana. Yule mzee atakufa, tena atakufa kifo kirahisi sana. Yule niachie mimi kwa sababu niko naye ndani. Lazima nibaki peke yangu. Nyie naisikiliza hii mipango ya mama, yaani nilikuwa natetemeka. Nilikuwa sioni mbele. Meno yangu ilikuwa nagongana kwa hofu, yaani utazani nimepigwa na baridi kali. Tumbo mpaka la haja likanibana. Lakini hata kwenda haja yenyewe huko maliwatoni siwezi. Tumbo linanivuruga. Kweli leo hii mama yangu anapanga mimi nife ni wawe. Hiki kitendo sio mimi tu nilikuwa nashangaa. Mpaka shoga yangu Amanda na yeye aliziba mpaka mdomo wake. Hubert yeye pembeni pale alikuwa anatokwa na jasho linamiminika hivi. Alafu nilisikia akisema kwa hofu ya kwamba, Melissa, hivi huyu kweli ni mama yako? Hubert aliniuliza hilo swali. Wakati Hubert ananiuliza hilo swali, Amanda alibaki ananitazama tu. Amanda alikuwa anaona namna ambavyo mimi naishiwa nguvu. Haraka Amanda alikuja akanishikilia. Alikuja akanishika, lakini hakuniwahi kwa sababu mimi tayari nilikuwa nipo kwenye kiti. Nilikaa pale, nilikuwa nimechoka. Msikilizaji, nilitokwa na machozi. Nilitoka na machozi ya maumivu makali sana kutoka ndani ya moyo wangu. Nilikuwa naumia na mambo mengi mno. Kwanza nilikuwa nasikia kwa masikio yangu namna ambavyo mimi natakiwa kufa. Hii kauli ni kauli ambayo inatoka kwa mama yangu. Sasa kwa nini alinizaa? Kama mtu anapanga kuniua, kwa nini alinizaa? Mama ambaye ameishi na mimi kwa malezi ya upendo. Mwanamke ambaye amenilea vizuri. Mpaka kuna muda nilikuwa natamani nikamuulize baba, hivi kweli mimi ni mama yangu kweli? Kweli kabisa. Aliniweka tumboni mwake miezi 9 na kanizaa kwa uchungu kweli. Huyu ni mamangu ambaye mwanamke ambaye siku zote niliamini kabisa hawezi kuniumiza, na sasa kutoka kwenye kinywa chake nasikia kwamba mimi natakiwa kufa. Na sio mimi tu, mpaka babangu naye yuko kwenye plani za kuuliwa. Hapana. Kumbe hata hiyo ndoa na Norbert nilitakiwa niolewe ili nife. Kwa hiyo kwa namna hiyo mamangu yeye ndo alikuwa nyuma ya hili sakata lote la ndoa yangu, ili mradi mimi nipoteze maisha yangu nikiwa niko kwa Norbert. Nilijikuta nalia nikisema kwa nini, lakini kwa nini mama amekuwa ni mkatili namna hii? Hivi jamani, kwa nini mamangu mimi nye? Mweze unaona bora hata nisingezaliwa. Mpaka inafika stage na mkufuru Mungu. Mama wewe na gani? Nimezaliwa na mama wa namna gani?
Basi ni mara 100 ningezaliwa tu na mnyama wa porini. Huyu ni mwanamke kweli? Genge la wahuni anataka kuniua. Kufa yani kwake imekuwa ni kitu rahisi tu. Yani kuua kwake ni kama vile ni kama vile kunywa maji. Nye watu hawaogopi tena kuua nye. Watu hawajali tena kuhusu watu wengine. Ina maana kwamba maisha ndio yamefikia kwenye hatua kweli, kwenye hii dunia ndio tumefikia huko. Yani kuua mtu ni kama vile anachinja tu kuku. Mpaka muda huu hakuna hata mmoja ambaye alikuja kunibembeleza. Maana kila mtu alikuwa amechoka hapa ndani, sio Hubert, sio Amanda, sio mimi. Amanda kelele zake zote zile mnavyomjua, lakini zilimuisha. Hakuwa hata anacheka. Utamu wa pilau tena haukuwepo. Nilijikuta nafuta machozi yangu. Niliinuka na kisha nikasema, jamani, mimi namfuata mama. Ni mama yangu na simwogopi, namfuata huko huko. Anakuaje? Ni nini sasa? Nataka kanieleze nini ambacho mimi nimemkosea. Nataka akaseme kwa nini ananifanyia mambo ya ajabu ajabu namna hii ili mipango yake isifanikiwe. Hata kama ni kusimama mahakamani na mamangu, niko tayari. Nitafanya kila kitu. Lakini kwa nini anaitaka roho yangu? Jamani, mimi naombeni niwaache naondoka. Niliposema hayo maneno, Hubert aliinua uso wake kwa mara ya kwanza. Aliyafuta machozi yake, alafu kwa huruma sana Hubert akaniambia, Melissa, na kuomba uketi. Kwanza nilimtazama Hubert, nikamwambia, Hubert, sio kirahisi namna hiyo. Hapana, lazima nipambane, lazima nijitetee, siwezi, nimechoka. Hubert alinitazama, akasimama na kisha akanisaidia kuketi, alafu akaniambia, hivi Melissa, unajua ni kwa namna gani naumia kusana ile Melissa? Na sio wewe peke yako. Sisi rafiki zako pia tunaumia. Na sio ni kwa sababu linatoka kwa mama tu, la hasha. Hata angekuwa ni mtu ambaye humfahamu, lazima ungeumia tu. Kusikia haya mazungumzo ya kwamba wewe unatakiwa kufa kwa ajili ya faida ya wachache kabla mipango ya Mungu, hii inazidi kutisha. Lakini Melissa, huoni kwamba mpaka wewe hili swala unalijua? Huoni kama ni mipango yake Mungu wewe kuendelea kuishi zaidi? Umesahau mara ngapi tumekubaliana Melissa kwa mipango ya Mungu ndo inayotakiwa kuweza kujihusisha kwenye maisha yetu. Mipango ya Mungu ndo mikubwa kuliko hata hofu zetu. Melissa, wewe ni mwanamke wa nguvu. Wewe ni mwanamke jasiri. Mwanamke mwenye akili sana Melissa. Hebu usipoteze uelekeo wa maisha yako kwa ajili ya kelele za adui. Na kumbe unisikilize kwa makini sana Melissa. Wanasema hivi, usimwamshe aliyelala, utalala wewe. Wakati mwingine kujifanya ni mjinga, kujifanya ni mpumbavu, kuishi kama vile huna unalolijua na ukawa ni mkimya, ni vizuri zaidi. Usiwajuze kama tumejua lolote, ili wasibadili njia zao za sisi kuweza kupata habari. Ninakuomba sana Melissa, tulia na uache hivyo hivyo. Jambo bora na umuhimu kuliko yote ni kumtafuta Ponela, kwa sababu Ponela amesema yuko hatarini kwa sasa na hatujui yuko wapi. Hebu tufanye kitu walau tumsaidie. Inaonekana Ponela yuko hatarini. Hapo Hubert anaongea hivyo, Amanda alinitazama, rafiki yangu Amanda, na kisha akasema, ni sahihi kabisa Hubert unachokisema. Wakijua kwamba tumejua siri yao, watabadilisha mbinu na pengine haitakuwa rahisi sisi kabisa kupata hizo habari. Alafu Ponela ndo mtu pekee anaonekana anajua mambo mengi sana kuwahusu. Ni bora tupambane tumpate Ponela, walau tupate kuweza kujua pa kuanzia. Jamani, yani hapo kwanza niliwatizama, alafu machozi alikuwa yananitoka. Nikawaambia, jamani, mwenzenu mimi najaribu kuelewa mnachokiongea, najaribu kuelewa. Sijui nifanye nini kusema ule ukweli. Kila ninachowaza hakiwi hivyo, naumia, nateseka mimi. Kwa nini lakini? Mamangu mimi huyu kwa nini? Na sawa, nyinyi mnaniwazia mimi.
Vipi kuhusu babangu kule nyumbani anaishi na mama ambaye ni adui? Huyu mama anaweza kumuua baba. Anaweza kumuua babangu yule mwanamke. Ni shetani, ni katili. Na sijui anataka nini kwenye maisha. Wakati ana kila kitu. Mamangu mbona amekuwa ni mbaya sana? Mimi naogopa. Sasa wakati nasema hayo, tukiwa tuko hapa ndani, hakuna aliyejibu. Hakuna kabisa. Hubert alikuwa anapiga ile simu, inaita lakini haipokelewi. Iliita sana bila mafanikio na baadaye ikawa haipatikani. Akasema jamani, huyu hapatikani kabisa, simu imezima. Mimi hapo nilimtizama na kisha nikasema jamani, mimi naweza kuondoka? Hubert, nahitaji kuondoka na simu yako. No, wewe baki. Mimi ndiye nitakayeondoka. Lakini sasa hii simu yako unaondoka nayo. Hubert, naomba unisikilize basi. Unataka uondoke uende wapi? Na wewe ndo mwanaume pekee kati yetu sisi hapa, na wewe ndo tunayekutegemea. Melissa, nakuomba uniamini, sichelewi kurudi. Kuna mshikaji natakiwa kuweza kuonana naye, ili akaweza kunisaidia kuona simu ipo sehemu gani. Yaani nataka kumtrack huyu yupo Nela, tujue yuko wapi. Hubert, mimi naungana na Melissa. Sisi kubaki hapa sio kweli. Ukufate tu, tuwe pamoja, tusaidiane kwenye hili. Sasa wewe Hubert unaondoka, sisi tunatuachaje kati wewe ndo mwanaume? Wakati Amanda anasema hivyo, ujumbe uliingia kwenye simu yangu. Na muda huo simu anayo Hubert. Lakini Hubert alinipatia simu yangu na kisha mimi nilisoma ule ujumbe. Uliandikwa tu dada. Yaani ujumbe uliandikwa tu hivyo, dada. Bas. Yaani sister. Mimi nilishangaa, maana namba kwanza ilikuwa ni mpya, yani namba ngeni. Nikamtazama Amanda, nikamtazama Hubert. Nikamwambia jamani, hii namba mpya sijui, imeandika tu message dada. Sasa Amanda na Hubert walitazamana na kisha Hubert akasema hebu muulize, yeye ni nani muulize. Na kweli mimi reply ile text nikamuuliza wewe nani? Hapo message ikarudi, na kuomba nipigie tafadhali dada. Mimi pale nikapiga ile simu. Baada ya kupiga simu iliita lakini haikupokelewa. Hubert alinitazama. Akaniambia piga tena. Nikapiga tena ile namba, iliita na ndio ikapokelewa. Nilisikia sauti ambayo mimi ninaifahamu. Ikasema dada, nahisi kaka anakufuatilia. Mjua kwanza nilishtuka. Nikamwambia ni wewe? Ni wewe hapo nayo? Ni wewe? Akasema ndo mimi dada. Naogopa. Naona namsaliti kakaangu, lakini naona naenda kumpoteza. Kakaangu amebadilika na simuelewi. Leo katoka hapa na hasira sana na alikuwa na watu ambao siwaelewi tangu masaa 3 yaliyopita. Dada Melissa, mimi naona ni bora tu nirudi nyumbani. Nilifikiri huku mjini nafanya mambo ya maana, kumbe hapana. Anatudanganya sisi sote. Hata mimi huyu nikawa simuelewi, nikamuuliza, "Wewe, mbona unanichanganya? Anatudanganya sisi sote, unarudi nyumbani. Yaani mbona sikuelewi?" Akasema mimi na Norbert ni ndugu wa damu dada Melissa. Nikamwambia unasemaje? Wewe na Norbert ni ndugu wa damu kivipi? Na mbona Norbert alisema wewe ni dada wa kazi tu? Na ndo maana nilikwambia hutakiwi kuolewa hapa dada. Mimi na Norbert ni baba mmoja mama mmoja. Kwetu tumezaliwa 10 na kakaangu ni 3 kuzaliwa. Lakini 2 wa juu walishafariki, hivyo yeye ndo wa kwanza. Na kisha 3 wa chini pia walishafariki, tukabaki 5 na mimi ni wa mwisho na wazazi wetu ni maskini sana sana sana. Kwa sababu nilisimama nikamwambia mbona sikuelewi? Ina maana unataka kuniambia wewe so house girl hapo nyumbani kwa Norbert? Akaniambia dada, kila kitu ni uongo, Norbert alikudanganya. Mimi so house girl hapa.
Kila kitu sio cha kweli. Hata mimi kuna mambo nimekuja kuyafahamu nikiwa niko hapa na kaka, na niliambiwa nisiseme na nisiingilie chochote, ila familia yote unayoiona huku ni mpango tu wa Aunti Tamara ambaye nimekuja kujua ni mwanamke wake pia. Nyie mjue nilishtuka. Kumbe yule Tamara sio anti yake. Nyie huyu Norbert nyinyi. Sasa wakati mimi niko nashangaa kuhusiana na Tamara, huyu house girl huyu ambaye sasa ndo inasemekana sio house girl tena, akaniambia kwani Tamara unamfahamu? Najua wewe unamfahamu kwa jina la anti, lakini sio anti. Sio ndugu yetu yule, lakini tumetoka kijiji kimoja. Yeye aliolewa mjini na alibahatika kuolewa na tajiri, na baada ya muda alikuja kijijini na alisema anataka kijana wa kazi mjini na atamuendeleza kielimu. Kwa kuwa mama na familia yangu walimfahamu Aunti Tamara, ndo alimpatia kaka Norbert. Na baada ya kuja huku sasa, sikujua maisha yao, lakini miaka kadhaa baadaye tulipata habari kwamba kaka anaendelea vizuri, na mara kamaliza chuo, mara anasimamia kampuni ambayo hiyo kampuni ni Aunti Tamara. Mambo yakawa mazuri na walau alianza kutukumbuka kaka Norbert. Baadaye mambo yakawa sio mambo, alitusahau kaka Norbert. Ndio ilibidi mimi sasa niombe kuja walau nitafute cha kufanya. Ndio nikawa niko hapa, nimeona siwezi kusaidiwa na chochote kwa sababu kakangu Norbert hana kauli yoyote kwa huyo Aunti Tamara ambaye wana mahusiano naye pia. Na hapo sasa ndio nikagundua na mengineyo kuhusu wewe kuolewa kwa mipango ili kampuni yao ivune kutoka kwako. Dada Melissa, mimi sioni nikifanikiwa nikiwa hapa. Naomba unisaidie nauli tu walau nirudi nyumbani kwa mama yangu kijijini. Hapo naona kabisa mimi siwezi kuishi nikishuhudia maisha ya kakangu Norbert namna ambavyo yamebadilika. Nimechoka sana dada Melissa, nakuomba tafadhali nisaidie. Nyie huyu house girl anaongea mpaka yani unamsikia ni machozi yaani unaona sasa huyu mtu anaongea huko analia. Wenzenu nilichoka. Nilipoyasikia haya nilichoka kabisa. Sijui niwaambie nini muweze kunielewa. Huyo Aunti Tamara anayemsemea yeye, yani anayemsemea huyu house girl, sio yule ambaye namjua mimi. Aunti Tamara anayemsemea yeye ni huyu mamangu mimi sasa. Na hata iko kijiji anachokisema huyu house girl ni kweli, kwa sababu hata mamangu huwa anasema kwamba mamake Norbert na yeye wametoka kijiji kimoja. Kwa miaka yote hii mamangu anamiliki kampuni nyingine bila sisi hata kujua. Na hapo yupo na Norbert. Kwa mama hajaanza kumwambia baba sasa hivi, mama anaiba kwa baba tena kwa muda mrefu sana. Kwa maana amemsomesha Norbert na kulala naye siku zote hizo. Ina maana kabisa hakuna kitu naweza mimi kuwafanya hawa wawili. Inaonekana wameanza mahusiano kitambo hata kabla yangu mimi. Na inaonekana mamangu anachokitaka haswa kutoka kwa babangu ni mali tu. Sasa mbona kama ni mke wa babangu, ina maana mali si ni za kwake pia? Sasa kwa nini mama anahangaika na hata kuzunguka ili tu atutapeli, tuishi maisha magumu? Yeye atapata faida gani? Nilishindwa kufanya kitu. Nilitamani kumwambia huyu house girl abaki pale walau awe ananipa habari, ila nilikuja kujua kuwa damu ni nzito kuliko maji. Hapa tu anaumia na tabia za kaka yake. Haya, huyu siku mwisho siku anaweza kaja akanigeuka na mimi mwenyewe. Nilijikuta siwezi tena. Nilibaki tu nasema bwana, nakutumia hiyo nauli, nakutumia namba, si ndio hii, si ndio? Huyu binti mdogo alikuwa analia akasema, nashukuru sana dada Melissa, nashukuru, nitakukumbuka sana dada Melissa, na roho nzuri sana, nashukuru. Nipale nikakata ile simu. Hapo nikamtazama Amanda, nikamtazama Hubert, nikamwambia jamani, Aunti Tamara jamani ni mamangu. Ni mamangu na siku zote anatuzunguka. Wale wazazi wa Hubert wale sio wa kweli, ni wazazi wa kutengeneza tu. Na kumbe na ndo maana hata baada ya hili swala hakuna aliyewahi kunitafuta hata kuyaweka sawa. Hakuna. Kila kitu ni mamangu. Kampuni anayofanya kazi Norbert ni kampuni ya mama. Na ni mama ndo kila kitu. Jamani, mimi mwenzenu roho inaniuma. Sasa wakati namwambia Amanda na Hubert, na wenyewe pia walichoka. Walibaki tu wananikumbatia tu. Mimi muda nilikuwa nalia kwa uchungu mno, siwezi tena hata kuongea. Unaishi na mtu anakupenda, anawapenda, kumbe mtu anakuwa ni mnafiki tu.
anafanya mambo mengi mabaya nyuma yako hujui, lakini anakuonesha anakupenda, anaonesha nye. Ni bora tu mtu kumjua adui yako ni mtu fulani, lakini sio kuishi na mnafiki nye. Roho yangu iliniuma sana. Haya mambo yasikie tu mimi nikikusimulia msikilizaji. Mtu anakuja kwenye maisha yako, anakuonesha upendo, anakutambulisha mpaka kwao, kazini kwake na kila kitu chake. Mtu unaanza naye maisha, mtu mnafanya kila kitu, alafu mwisho wa siku unakuja kugundua kwamba kila kitu ambacho anakufanyia ni maigizo tu. Mtu ambaye umemwamini, mtu yule ambaye unakuja baadaye kujua sio nye. Tena unakuja kujua kabisa kwamba mtu huyo yuko nayo kwenye mahusiano ni kwa sababu ametumwa. Tena ametumwa aje amalize roho yako, amalize watoto wako, amalize biashara yako, amalize kipaji, amalize furaha yako, amalize nye. Inaumiza moyo, inavunja moyo. Nikawa nakumbuka vile namuelezea siri zangu za familia Norbert, nikawa namuelezea mipango yangu ya kazini, nikawa namuelezea maisha yangu, kazi, kampuni zetu, hata nikawa najaribu kuomba apate project nyingi na kazi za kutoka kwetu. Kumbe ndio nilikuwa nazidi kuwapa mali zetu. Kumbe Norbert kwangu alitumwa tu kuja kunifirisi. Nyie watu wamenisaliti, watu wa karibu mno. Kuna siri nyingi sana, jitahidi kujifunza kuwa na kifua msikilizaji. Wapo watu tunawaamini, kumbe ni wakala wa mashetani. Wengine wanatumwa kuja kuhakikisha tunateseka kwenye dunia. Mungu wangu. Machozi hayatoshi kuelezea kila kitu. Maumivu hayatoshi kuelezea hili. Nilichoka hata kufungua mdomo wangu nilikuwa siwezi. Upo wakati nilihisi kama vile sina moyo. Unajua bila hawa watu hawa wanaonipenda kuwa karibu yangu, sijui hata ingekuwaje. Pengine ningefanya maamuzi ya ajabu sana na hata ningeharibu kabisa maisha yangu yenyewe. Hubert ambaye kila mtu alimdharau, kageuka kuwa mtu wa muhimu sana ambaye namuhitaji sana kwenye maisha yangu. Hubert alinikumbatia kwa upendo. Amanda ni rafiki ambaye kila mtu anahitaji awe naye. Ni watu ambao hata sasa ninazo nguvu za kuweza kukuambia msikilizaji maneno haya kwamba wakumbuke watu wako wote ambao walifanya ukurasa wako mgumu na nyakati za maisha yako kuwa rahisi na kuusoma kwa nguvu na hisia zote. Yaani watu ambao wakakufanya wewe ukavuka na kuingia ukurasa mwingine mzuri wa maisha yako. Uwakumbuke sana. Hawa ni watu muhimu sana kwenye maisha yako. Hawa ni watu mimi nakwambia. Binadamu wao wengi ni wapo tu kwa ajili ya kutuangamiza, tuzame, wakituona tunapotea ndio inakuwa furaha yao. Lakini kumpata rafiki au mtu wa karibu ambaye anakunyanyua au anakupa mwanga kwenye maisha yako, watu kama hawa tuwashike sana. Wakati wamenikumbatia nilimwachia Amanda na nikamwambia Amanda, mtumie pesa huyu binti. Lakini kiukweli msikilizaji, hapa wote walikuwa wamechoka, sio Amanda, sio Hubert, sio mimi. Ninakumbuka sana Hubert aliniuliza swali, akaniambia hivi, Melissa, una uhakika huyu ni mama yako kweli? Inamaanisha hivi Melissa, huyu una uhakika kweli mama yako mzazi? Lakini Melissa, sina maana mbaya kukuuliza ile swali, la hasha. Huyu mama mbona ana roho mbaya mno? Ni kama vile analipa kisasi kwa kufanyiwa sijui jambo gani labda. Hivi una uhakika kweli ni mama yako? Hapo mimi nilimtazama Hubert, lakini muda huo msikilizaji nilikuwa natoka na machozi. Nikamwambia Hubert, labda pengine walimbadilishia mtoto hospitalini. Mimi moyo wangu unaniuma, ninateseka na haya yote ambayo mimi nayapitia. Mimi mamangu hawezi kunifanyia hivi. Mimi sijawahi kumuona mamangu mwingine Hubert zaidi ya huyu. Sina sasa uthibitisho kusema huyu sio mamangu au ni mamangu. Mimi nimekuwa mikononi mwa huyu mama, amenibeba, amenijali kwa upendo na nimekuwa nikimuita mama. Kwa hiyo ni mamangu. Hata kama walibadilisha mtoto hospitalini jamani. Kwani mama si ni mama tu? Ina maana ule upendo wote hata haoni kama mimi namhitaji? Kwa nini anataka kumuumiza babangu pia? Anataka kumuua babangu kwa sababu gani? Anataka kuniua mimi kwa sababu gani? Kwa nini anataka kutuua? Yaani Hubert, kila napowaza hilo sioni kama kuna sababu yoyote ile itakayomfanya binadamu mwingine kukatisha uhai wa binadamu mwingine. Muda huo sasa kila nilipokuwa naongea nilikuwa nalia. Hubert alisogea karibu yangu akasema, Melissa, inatosha sasa. Huyu ni Mungu anafanya kazi yake.
Hakuna kitu kizuri kuhusu Mungu, haswa kuhusu swala la kupindua mipango ya Mungu. Ina maana kwamba wewe unakuwa huoni hilo. Yaani watu tu wanakuja, wanakupa habari nzito ambazo watu wanaweka kama siri na wanaweka pesa za kutosha kuhakikisha zinakuwa siri baina yao. Lakini kwenye vikao vyao Mungu anakuwa katikati yao na kukuletea siri za vikao vyao. Achana na kulia. Na sasa hivi tutulie ili tujue Mungu anataka tufanye kitu gani. Hubert aliposema hivyo, Amanda akaingilia kati. Akasema ni kweli kabisa Hubert. Upo vizuri sana Hubert. Namna unaongea ni kama vile mchungaji. Huyu ni Mungu. Kupata taarifa za vikao sio rahisi, lakini jamani twendeni mbele turudi nyuma. Huyu mama ni zaidi ya mafia jamani. Na ile sauti ya Ponela ukimsikiliza na muone mpaka huruma. Wasije wakawa na mdhuru jamani, nitaumia mimi, maana amesaidia kwenye swala hili kwa namna kubwa mno na namna kipekee sana. Amanda na ongevu kwanza nilimtazama. Na kisha nikamwambia Amanda rafiki yangu, usinione hivi. Hapa sijui hata nini cha kufanya, lakini naombeni tu tutulie kwanza. Kesho asubuhi tuendelee na jitihada zetu za kumtafuta. Hubert, tunakwenda wote huko uliposema. Au mnasemaje jamani? Tushirikiane kwenye hili. Kama ni kumsaidia Ponela, tumsaidie wote tukiwa tuko pamoja. Mgeniache mimi niende sasa ili niweze kuwahi kurudi. Thubutu. Unatuacha vipi hapa? Haiwezekani bwana, hilo bwana Hubert, haiwezekani. Hapo Amanda alipinga kabisa na Hubert alivuta pumzi na kisha akasema jamani, kwenye maisha yangu mimi nilifikiri kwamba nimekutana na watu wabaya. Kuna watu wabaya sana tofauti na sura wanazovaa nje. Hubert aliposema hivyo tulitulia tu kimya. Mimi wakati wote huo, kusema ule kweli msikilizaji, uso wangu, mwili wangu ulikuwa hauna nguvu. Siwezi kufanya jambo lolote. Najiona kwanza ni mjinga kuingia kwenye mtego wa kuwa na mahusiano na Norbert. Mama alihakikisha hizi familia zinakuwa karibu. Yaani nilikuwa najiona salama sana nikiwa niko na Norbert. Kumbe hakuna cha maana. Nilikuwa natokwa na machozi kila nikikumbuka namna nimefanywa mjinga mimi na babangu. Yaani mimi na babangu tumefanywa wajinga. Nilikuwa nakumbuka matukio mbalimbali kichwani mwangu ambayo mengine na mama alikuwa anakuepo. Anahakikisha mimi na Norbert tulikuwa tunapendana sana na alikuwa anatushauri na alikuwa anahakikisha tunakuwa wapenzi wale bora kabisa. Nyi mamangu katika wanafiki basi walikuwa mnafiki pro max. Kumbe mama yale yote alikuwa anayafanya ilikuwa ni michezo tu. Hakuna kitu nyingi nauma kama kufanywa mjinga na mtu ambaye ulimwamini sana. Mtu ambaye uliamini kamwe hawezi kukuumiza. Yeye atakuwepo pale kukutetea, mwisho wa siku ndo huyo anayekuumiza. Nakumbuka vile vicheko, vile kujaliana, michezo ya hapa na pale, na sasa yote yamegeuka kuwa ndoto za kutisha. Nilikuwa katika hali ya mshtuko mno. Sikuwa naelewa kabisa juu ya swala hili. Nilikuwa sielewi, nilikuwa nimechoka. Macho tu ndio yalikuwa yanatoa machozi. Nimewahi kusikia watu wakisema kwamba kichwa kina mambo mengi. Sasa ndio ilikuwa mimi sasa hisi. Yaani mimi ndio kichwa sasa ndio kilikuwa kina mambo mengi. Hivi mnajua sikuweza kufanya lolote. Yaani nilikuwa tu nimekaa hivi nimezubaa tu, kaa sina akili. Kuzungumza kwenye hata sikuweza tena. Amanda alilala pale pale chini. Mimi na Hubert tulikuwa tuko macho bado. Hubert alijaribu kuhakikisha mimi nakuwa sawa, lakini haikuwa rahisi kabisa. Nilikuwa nina maswali mengi sana kwa mamangu. Nilikuwa na maswali mengi mno, maswali ambayo mamangu natamani aweze kuyajibu. Natamani sana aseme kitu gani haswa akipewa basi atatulia. Ni kitu gani haswa nimfanyie, au labda nimuombe msamaha. Aseme kwa namna gani ile tusamee mimi na babangu tu na familia iliyo bora. Nyie mwenzao nilikuwa nawaza mengi mno, na Hubert alikuwa hapa kuhakikisha kwamba anakuwa na nafuu ya maumivu yangu. Sikumbuki kama kumewahi kutokea usiku mrefu kama huu katika maisha yangu. Haijawahi kuwa. Usiku huu ulikuwa ni usiku usioisha. Kila tukitazama hivi muda upo pale pale. Kila tulipokuwa tunatazama muda ni kama vile ulikuwa usogei. Na hata kuna muda Amanda aliamka akatuuliza, jamani ndugu zanguni, ndio hamlali? Mtaumwa mjue. Mimi nikamtazama tu Amanda. Basi Amanda anatazama saa, analalamika. Anasema jamani, mbona mimi tangu nimelala, mbona muda kama umeganda ndugu zanguni, au mimi nina mawenge? Basi mimi hapo kusikia hivyo, mimi na Hubert tukamwambia bi mkubwa, wewe lala tu tafadhali tuache. Amanda akasema kwa kweli inaonekana leo nitalala sana. Msikilizaji, hapo nilikuwa natamani kucheka, lakini kwa mambo ambayo nimeyajua hii siku, hata hizo nguvu zenye kwanza sina.
Ilifika majira ya asubuhi. Sasa tulikuwa tunajiandaa kwa ajili ya kuweza kutoka. Amanda alikuwa anataka kutoka na sisi. Nilimtazama na kisha nikamwambia, Amanda rafiki yangu, hili ni swala la hatari sana. Nimekuingiza kwenye matatizo makubwa mno. Kusema ule kweli, sitamani kabisa upitie maumivu kama ninayoipitia mimi. Na kuomba rafiki yangu Amanda, walau usije ukaingia kwenye matatizo zaidi. Hebu endelea na biashara zako, mimi najua tupo pamoja. Wewe endelea na maisha yako na mimi nitakuwa tunakutaarifu kila kitu kinachoendelea. Umuhimu tu sitaki kwa kosa nyinyi nyote. Niliposema hivyo, Amanda alinitazama. Amanda akaniambia, rafiki yangu, nakaa vipi sasa dukani nikijua wewe Melissa upo kwenye matatizo Roho haiwezi kukubali. Amanda aliposema hivyo, Hubert ilibidi aingilie kati. Akamwambia, sikiliza Amanda, Melissa yuko sahihi. Tunatakiwa tuishi na ratiba zetu za kila siku. Hata Melissa anatakiwa kujikaza, endelee na maisha yake ya kawaida kama siku zote, ili wasijue nini tunafanya. Melissa hutakiwi kufanya tofauti na ninavyokuambia. Mimi hapo nikamtazama Hubert. Nikamwambia, unajua Hubert, siwezi hata kufanya kazi. Hizo nguvu natolea wapi? Ninachojaribu kusema ni kuwa unatakiwa kuweza kuishi kama hujui kitu chochote. Hubert, hebu tufuatilie hiyo simu ya Ponela, alafu tukamtazame Ponela kwake, na kisha tutajua mambo mengine yanaendeleaje. Hapo niliposema hivyo, Amanda akasema, wazo zuri. Wazo la kwenda kwa Ponela, siliungi mkono. Watahisi kitu tukienda, na wakati ulisema wanakufuatilia, unaonaje huko tuagize tu mtu akatazame? Kuna yule dada yule jirani yake, mimi nafahamiana naye kidogo, naweza kumuuliza. Nikamwambia hapo, Amanda, walau sasa umetumia akili. Kweli Amanda alinitazama na kisha alitabasamu. Amanda akaniambia, kwa hiyo mimi siku zote wake situmiagi akili Melissa. Hapo kidogo na mimi nikatabasamu. Nilikuwa cheka yangu ile ya kuchoka nyie. Nitafanya nini sasa? Nimechoka vibaya mno. Nakumbuka tulitoka pamoja hapa na Hubert alikuwa ndo dereva wetu. Tulimfikisha Amanda dukani, alafu baada ya kuagana naye sasa sisi tuliendelea na safari yetu. Ulipita muda kidogo, ukaingia ujumbe kwenye simu yangu na alikuwa ni Amanda. Amanda alikuwa ameandika hivi, rafiki yangu, najua upo kwenye maumivu makali mno. Kuna muda natamani hata ujue ni namna gani na yabeba haya maumivu pamoja na wewe. Najisikia vibaya sana kwa ajili yako. Najua moyo wako jinsi ulivyo Melissa. Mungu atakulipia kwa yote mazuri ambayo huwa unafanya kwa watu wengine. Melissa, unaweza kuona kila kitu, lakini kwa maisha yako ulikosa mtu kama Hubert. Huyu kaka nyia na moyo kipekee mno. Huyu mwanaume ni tofauti mno. Umekutana na mtu ambaye siwezi mfananisha na mwanaume mwingine yoyote, namna alivyo na utu, upendo na kujali. Tena anajali kwa huruma sana. Najua wakati hauruhusu Melissa, lakini tafadhali acha kujificha. Upendo wako usije ukampoteza. Upendo huponya mengi sana Melissa. Hata mimi pia naamini anakupenda. Pengine tu huyo mkaka anaogopa kwa kuhisi hamfanani level za maisha, lakini kumbe wewe mwenzako unampenda. Ulikuwa sahihi Melissa. Mengine yote ni mbwembwe tu na kutafuta upendo kwa vitu vizuri vinavyopendeza pekee, na kusahau ya kuwa hata vile tunavyoviacha vinahitaji matunzo ili vipendeze. Melissa, huyo Hubert ni mwanaume wa maana mno, usimpoteze shoga yangu. Nilijikuta na usoma ujumbe huko na tabasamu, alafu nilimtazama Hubert. Nilipomtazama Hubert nilijikuta na tabasamu. Hata Hubert aliniambia, una habari gani nzuri? Mbona kama vile umetabasamu? Nilimtazama Hubert nikamwambia, Hubert, nashukuru kwa yote. Umeacha mambo yako, umeacha kazi zako, umeacha kila kitu chako kuhakikisha mimi nakuwa sawa. Huu ni zaidi ya upendo. Nafurahi sana kuwa na mtu kama wewe kwenye maisha yangu. Nashukuru sana Hubert. Hubert alinitazama, alafu aliendelea kuendesha ile gari. Akasema, Melissa, hujui ni namna gani hupaswi kunishukuru Melissa. Natamani ujue kuwa kwenye maisha yangu yote sijawahi kuwa na mtu ambaye ananijali, akanipenda kama hivyo ambavyo unaniheshimisha, na tena unanipa nafasi kubwa mno kwenye maisha yako na unaniamini pia. Mtu pekee ambaye walau hujawahi kuwa na wasiwasi kuhusu maisha yangu wala kunifikiria tofauti ni wewe Melissa.
Nilipoitwa mwizi, nilipoitwa muhuni, nilipoitwa sina akili, sijui chochote na majina mengine yote mabaya, lakini we bado Melissa ulinitetea na kuona nastahili kila kitu kizuri kutoka kwako, na zaidi umenipa nafasi ya kuwa rafiki yako, tena hukunikatia tamaa. Hii ni nafasi kubwa mno sana Melissa. Hukujali we ni nani, hukujali elimu yako, hukujali utajiri wako wala pesa zako wala muonekano wako, na hata nilipojiona mimi ni bora kukuliko, lakini bado ulisimama. Sijawahi kuthaminiwa namna hii Melissa. Nitafanya chochote kuhakikisha unakuwa kuna furaha. Kama kitu kitagharimu maisha yangu, nitakuwa niko tayari. Hubert, hata kama kikigharimu maisha yako, ili wewe uwe mzima na mwenye furaha, sitajali kabisa, kwa sababu najua nimefanya kwa ajili yako. Kwa nini Hubert? Ni kwa sababu umejitoa kwa ajili yangu pia, tena sana tu Melissa. Nye, ingawa sikutamani hili jibu lake, lakini nilijikuta tu natabasamu. Nilitamani Hubert aniambie ni kwa sababu ananipenda, lakini hakusema hivyo. Nilibaki tu natabasamu kwa maumivu. Jamani, ilikuwa sasa inapofika stage nilikuwa natamani Hubert ndo anitongoze. Yeye nasema tu ule ukweli, nilikuwa natamani aniambie ananipenda. Basi tulifika mpaka hiyo sehemu, ni sehemu za kukodisha CD. Aliniacha ndani ya gari akaenda. Alitumia muda kidogo na kisha alirudi akasema, Melissa, sijui hata umefanya nini, simu haionyeshi kitu chochote. Kwa sababu nilishika pumzi nikasema, Mungu tusaidie tu kwenye hili. Utaenda ofisini kweli jinsi ulivyo? Nikamwambia pana, sina hata nafasi hiyo kwa sasa. Twende kwako. Nyumbani kwangu? Ndio, twende kwako na kisha baadaye tutarudi kwangu. Hapo Hubert alinitazama tu, na wakati huo simu yangu mimi iliita. Kuangalia hivi alikuwa ni Amanda. Amanda akaniambia, rafiki yangu, nielegiza mtu aniambie kama Ponela yupo, lakini nasikia hayupo kwake kama wiki hivi. Au Ponela ameamua kujificha kwanza? Nikasema nahisi hivyo, maana hata huku pia hatujafanikiwa kabisa. Nilipomwambia hivyo Amanda akasema, kama tu tungeondoka wote. Unajua hata sielewi hapa. Moja haikai, mbili haikai. Mimi nikashusha pumzi nikamwambia Amanda, usijali. Mimi naenda kwa Hubert. Alafu baada ya hapo baadaye ndo tutarudi. Amanda nikamsikia kama vile anakoa kinafiki hivi. Nikamwambia Amanda, usiongee ujinga tafadhali. Hubert anasikia, simu iko loud speaker. Hapo Amanda alicheka akasema, afadhali maana tayari hapa yalitaka kunitoka. Baadaye basi shoga yangu mimi nikamkatile simu kunikiwa na tabasamu. Hubert akasema, Amanda ni mcheshi sana. Alafu mieyusho anayo mingi sana. Sema nini? Ni rafiki yako mzuri sana, alafu ana huruma na upendo. Nikamwambia sana tu. Melissa, haupo sawa kabisa. Umekuwa kama vile unaumwa. Uso wako hujachangamka hata kidogo. Najua unaumia, hebu jikaze bi mkubwa basi. Naumia kwa sababu ananifanyia haya ni mama yangu mzazi. Mtu ambaye ni mama wa familia ndiye ananiangamiza. Baba analala naye kila siku. Vipi kama atamdhuru? Hubert, nina hofu sana. Nina hofu na babangu pia. Nifanye nini hata usiwe tena na hofu hii Melissa? Sipendi kukuona ukiwa namna hiyo. Wewe haustahili haya unayopitia. Nakuomba usiondoke, baki na mimi Hubert, usiniache peke yangu kwenye maisha yangu. Labda nile tena kiapo, huenda labda ile siku ile kunielewa. Melissa, ninaapa juu ya mbingu na Mungu wangu wa mbinguni. Melissa, nitasimama na wewe. Nitakulinda na nitakutetea mpaka pale nitakapokuwa sina pumzi tena kwenye hii dunia. Maana kama wewe ukiwa huna pumzi, natakiwa nitetee jina lako. Basi nitafanya hivyo kwa sababu kitu ambacho siwezi kuacha kufanya kwa ajili yako ni kukutetea wewe. Kifo changu tu ndiyo kitakachofanya hiki kiapo changu kiwe hakina maana. Hubert ananiambia wewe maneno, mimi muda huu machozi yananitoka. Nilijikuta namkumbatia nikamwambia, naomba usiwaze kufa tena. Sitaki mambo ya kufa. Inanitia hofu sana, tafadhali tusifikirie juu ya kufa na kuomba. Tunaweza kuondoka sasa. Unaweza kuwa dereva wangu mpaka nitakapokuwa sawa, si ndio? Nitakulipa mshahara vizuri. Kwa hiyo nimepata kazi. Na vipi kuhusu chupa zangu sasa za kuokota zile? Hii ni kwa muda tu, utarudi tu huko kwenye kazi zako. Kwa muda tu, kwa sababu siwezi kuwa sawa kwa sasa.
kwa hiyo nikashone sare. Utavaa tu nguo zako nzuri kwa sababu tutakuwa tunakutana na wateja. Kama hazitoshi tutakuwa tunaongeza. Kwa kuanzia mshahara wako ni 500,000 kwa mwezi. 500,000? Yote hiyo? Lakini mimi sina hata leseni tena ujue. Sina chochote, hivyo sio dereva wa viwango. Niachie mimi hilo. Na kuhusu dereva, wewe ni dereva mzuri sana. Nimekupenda japokuwa hauna leseni. Kweli? Hubert alitabasamu na kisha akaondoa ile gari. Aliendesha mpaka mazingira fulani hivi, alafu nikamsikia kabisa anawaambia wahuni wa mtaa wamtazamie, huku na wao wakiwa wanamtania ya kwamba kajipata, endapo akijipata zaidi asiwasahau. Hubert kama alivyokuwa na upole wake, yeye alikuwa anacheka tu. Nakumbuka tulifika mpaka geto kwake kwa kutembea tu kwa miguu. Huko njiani nilikuwa nikionyeshwa hiki mala kile na kile mala na hiki, ili mradi tu mimi niweze kufurahi hii siku yangu. Hubert alikuwa anajitahidi sana kuniweka sawa. Sasa wakati tunafika kwake, ile tunafika tu kwake, ni geto kwake huyu Hubert. Nie, acha tu kusema lo kweli, acha. Haya msikilizaji, Melissa anasema ile anafika tu nyumbani geto kwa Hubert, inaonekana kama kuna kitu hivi, mpaka anasema acha tu, yani acha. Nini iko alichokikuta geto kwa mshikaji huyu wa kuitwa Hubert? Au alikaribishwa na nini hapo geto kwa huyu mwamba kuitwa Hubert? Lakini mimi nikusii msikilizaji, usikose katika sehemu ya mwisho ili tupate kujua mbivu na mbichi juu ya hiki kisanga cha huyu binti wa kuitwa Melissa na mama yake. Swali ni kwamba ni je, huyu ni mama yake kweli ama si mama yake? Na vipi kuhusu mustakabali wake wa maisha yeye pamoja na Hubert? Basi usikose katika sehemu ya mwisho, itakuwa ni sehemu ya 8, mzigo mtamu wa kuitwa binti Melissa, ama unaweza kuita kiapo changu. Ulikuwa nami Uncle J Simulizi. Tukutane katika sehemu inayofuata, sehemu ya mwisho. Kwa sasa niseme asante na kwaheri.